Mabibi na mabwana, kuna watu wanasema najua vitu vingi, lakini ukweli ni kwamba ninapenda vitu vingi na huwa napenda kujiengage na hivyo vitu vingi, na ndio maana wanachanganyaga, wanahisi najua vitu vingi. Siamini kama kuna mtu anaweza akajua vitu vingi. Moja ya vitu ambavyo ninavijua ama navipenda ni kwamba napenda kujiengage na watu ambao wanajua vitu vingi, na kazi yangu ya media imenipa uwezo wa kuongea na hawa watu, na ndio maana nilikuwa na hii live na G makusudi kale, ili inipe uwezo wa kuongea na watu na kujifunza vitu, na wakati najifunza na wewe ambaye unafuatilia pia unajifunza, na ndio maana kuna hii live na G. Na leo nipo na Dr. Emmanuel Matechi. Huyu ni mgeni ambaye anarudi hapa mara ya pili, mwandishi wa hiki kitabu hapa. Huyu ni daktari kabisa wa binadamu, lakini kwa sehemu kubwa ni daktari wa huduma za jamii. Yaani mtu ambaye anafanya kazi kwenye upande wa sera zaidi, na ameshafanya mambo mengi sana kwenye upande wa sera ambazo zinapambana na magonjwa kama malaria, ukimwi, na kwa miaka mingi ameitendea jamii mambo mengi. Lakini mbali na hivyo ni msomi. Kwa hiyo hata tukizungumzia issue ya elimu amefanikiwa kwa upande huo. Kiuchumi pia amefanikiwa. Hapa nakupa round up ya episode yetu iliyopita. Lakini akagundua kuna kitu kimoja ambacho bado anahisi kiko ndani yake, ambacho ni kama deni. Hana amani licha ya kwamba alikuwa anaweza kujiita milionea, ana kila alichokuwa anakipenda. Ameshakamilisha kila kitu, ana kazi, everything, uhuru anaotaka, lakini kwa nini alikuwa anajisikia kuna kitu moyoni hakijatimia? Ni kwa sababu alijua anahitaji ukombozi, na alipopata huo ukombozi akashare na sisi kwenye hiki kitabu hapa ambacho atakuja kutuelezea zaidi. So niko kwenye session na msubiri Dr. Emmanuel Matechi aweze kufika hapa nizungumze naye, lakini ni kitabu ambacho kuna mambo mengi ambacho nilijifunza kwenye hiki kitabu. Moja wapo ni kwamba kujua purpose ya maisha yako ama kufikia purpose haina uhusiano wowote na level yako ya uchumi. Inawezekana una pesa lakini bado ukawa hauishi kwenye purpose yako, na inawezekana hauna pesa na bado ukawa hauishi kwenye purpose yako. Kwa hiyo uwezo wa wewe kuishi kwenye dhumuni ama lengo la wewe kuwa hai ni jambo ambalo linahitaji usikilize vitu kadhaa kuhusu ulimwengu wako na ukuzunguka. Na ili kuweza kusikiliza inahitaji utulivu wa kukaa, na inaanza na maswali. Unajiuliza maswali, na katikati ya jibu huwa kuna maswali mengine yanaibuka makubwa zaidi. Unajikuta umefikia lile lengo kuu la kuijua papasi yako. So ni aina hii ya mazungumzo ambayo yananifanya nataka nizungumze na Dr. Emmanuel Matechi ambaye namsubiri hapa sasa hivi. Naona Hemedi pia unani request hapo, lakini hii ni session specific ya doctor. Nataka nimwangalie doctor hapa. Nimeona Hemedi unasema before hajafika nina swali. Okay, sawa. Habari yako kaka? Kwema? Bwana kwema sana bwana. Hongera sana bwana, kipindi kizuri sana. Tunaangalia kila siku kutokea Spain. Oh, wow. Nashukuru sana bro. Uko sehemu gani hapo? Mimi hapa niko Valencia ndugu yangu, ila kipindi chako nafuatilia daily kila siku asubuhi nikiwa najiandaa kwenda kazini, waga nasikizaga madini.com. Mimi nina maswali machache, pengine nataka kufahamu. Unajua hii ndo mara ya kwanza kuingia kwenye live na madini.com. Valencia bwana, mambo vipi kabisa? Kama kawa sio poa? Niko poa kabisa bro. Bwana, mimi nafuatilia sana bwana mada zenu ndani. Ni kitu bomba sana Wow. Kwanza niambie, nimependa huo mji uliopo. Huku tulipo ni Valencia, na ni mji ambao huko umetulia sana kiuhalisia. Ni tofauti na miji mingine, Barcelona au ukizungumzia mji kama wa Madrid ni tofauti. Okay. Huko kidogo kuna afadhali, pametulia sana, population iko chini. Unajua difference ni kubwa sana unapoenda Madrid, unapoenda Barcelona na unapokuja Valencia, ni vitu viwili tofauti. Unajua imekuwa kama bahati kwamba nimeongea na wewe upo kwenye huo mji. Tulikuwa tunazungumzia kwenye picha linaanza, tunazungumzia historia ya Afrika, na unajua hao jamaa ni moja ya watu wa kwanza wa bara la kuja huku, kwanza kutoka Ulaya na kuja kutembea huku. Na wana historia tofauti sana. Ni kitu gani ambacho kwa mtu ambaye hajawahi kufika, kwa perspective ya huku Afrika, ni kitu gani ambacho ni cha tofauti sana
feeling ya kuishi na hao watu? Kwanza kitu ambacho nimekiona huku na of course kinavutia ni watu ambao wanajali kacha yao. Ni watu ambao kacha yao ni kipaumbele. Yaani katika Waspanyola 10 basi utakuta Mspanyola mmoja anazungumza Kiingereza kizuri. The rest sio kama hawajui, hawataki kujifunza, sababu kwanza kwao ni lugha yao. Yaani wewe unapokuja na English yako unaishia airport ukifika pale English yako unaishia pale pale. Ukiingia mtaani English haifanyi kazi. Kwa hiyo ndani ya Ulaya. No, nazungumzia kwa Spain hapa. Si Ulaya ni bara moja. Unajua kwa mtu aliyoko ni bara moja ndani ya Ulaya. Kwa mtu aliyoko Afrika anahisi labda hao watu Ulaya wote wanaongea English. Kumbe hao watu ni watu tofauti kabisa. Hapana, yani unapoenda miji tofauti, nchi tofauti. Mfano let's say kwa hapa Spain. Kila mji una lugha yake. Ukiwa Valencia wana Kivalenciano, japo wanazungumza lugha moja ya taifa ambayo ni Kispanyola. Ukienda mji wa Barcelona wanazungumza Catalunya, the same to Castellan kwa upande wa Madrid. Ukitoka sasa nje ya mipaka ya nchi, ukienda Ujerumani wana lugha yao, ukienda wapi wana lugha yao. Kwa hiyo English ni lugha ya sehemu moja tu, sio Ulaya nzima, hapana. Wow. Okay, niambie brother, ulikutanaje na Madini.com ukiwa Spain? Kwanza unatokea Tanzania, hebu tukujue kwanza na mpaka umefikaje hapo Valencia, na ulikutanaje na Madini.com kwa ufupi? Bwana, mimi Madini.com nimekutana nayo muda kidogo, nafuatilia mara kwa mara. Mimi ni mtu ambaye anapenda sana kufuatilia conspiracy theories. Ni miongoni mwa believers wa kitu. Okay. Kuna vitu vingi ambavyo navifahamu na navifuatilia. Sasa nimekuwa interested kuona kwamba Madini.com tuna share the same interest, kwamba ni watu ambao pia ni wachambuzi, wanasema ni open mind person. Katika kitu ambacho mimi napendelea ni kuwa nimezungukwa na watu ambao ni open mind persons, kumaanisha ni mtu ambaye anaweza karuhusu mawazo tofauti, sio yule mtu ambaye anakumpatia mawazo moja. Kwa hiyo waga na spend muda mwingi sana YouTube kwa ajili ya kusikiliza podcast na different videos. Baada ya kukutana na Madini.com ndo nikaanza kufuatilia. Of course kuna baadhi ya vitu vingine mazungumza kwa sahihi 100% nakubaliana navyo, lakini kuna vitu vingine mimi pia na mtazamo wangu binafsi naweza kusema hapana, hii haiko sahihi. Hiyo sasa unajikuta huwezi kucomment, kwa inabidi uache uangalie kwanza. Wow. Kwa hiyo wewe ni Mtanzania au ni unatokea wapi Afrika? Mimi ni Mtanzania kabisa ndugu yangu, nazungumza Kiswahili fasaha. Unajua kama pwani fulani ingeshindwa kujua, lakini nahisi ni pwani ya Tanzania hii. Mimi ni Mtanzania kabisa ndugu yangu, Tanzania kabisa bara. Uko Spain muda gani? Sasa hivi almost 4 years kwa Spain peke yake. La mwisho kabisa kabla sijajiunga na Dr. Emmanuel Matechi, hao jamaa wako bold kuliko Waingereza ama Waingereza wako bold kuliko hao jamaa? Labda kidogo umsamiati tungesaidia, umenipita. Kwamba ukikutana nao, unajua kuna ile sense kwamba Mwafrika akikutana na mzungu kuna ile inferiority, sijui nihitaji kwa Kiswahili ni mnyonge. Nani mnyonge? Nadhani mnyonge. Nani mnyonge kati ya Mwingereza na Mspanyola wakikutana? Okay. Tukirudi back in the history, of course ilikuwa ni vice versa. Ilikuwa kwamba Mwingereza iko juu zaidi ya Mspanyola, lakini this time nowadays ni tofauti, kwa sababu unapozungumzia sasa kwa Uingereza unakuta population yenyewe halisia inazidi kupotea. Wow, Dr. amejiunga finally wakati tunamalizana na shabiki yetu akiwa Spain. Karibu sana Dr. Asante. Ilibidi nibadilishe handset. I think hii simu niliyokuwa nayo ya awali ilinisumbua kidogo. Wow. Okay, tumalizie na brother Emedi. Ulikuwa unatuambia kuhusiana na Spain wakati tunaingia kwa doctor hapo, okay? Kihistoria na mpaka sasa hivi tukiangalia katika current, tunaona kwamba kwenye upande wa Spain ni culture ambayo ni ngumu kuibadilisha miaka na miaka. Wana tamaduni zao ambazo zinabaki vile vile, lakini tukija katika upande wa England ni tofauti. Kila siku zinavyozidi kwenda kutokana na population kuongezeka ya foreigners, culture inazidi kubadilika kila siku kukicha. Kwa hiyo kwa mimi hapa naweza nikasema kwa upande wa huku Spaniola wako juu zaidi ya British. Okay. Wewe unaongea Kispanish, survive vipi? I say ni ngumu. Mimi niseme kitu kimoja, ni ngumu sana kusurvive Spain bila kujua Kispanyola. Ni ngumu sana kwa sababu kwanza kazi zote zinafanyika kwa lugha ya Kispanyola. Ukipata kazi ambayo inafanya kwa kutumia lugha ya Kiingereza basi ni zile international companies. Na you have to be very expertise, unajua katika hiyo. Kama unaongea Kispanish naomba niipate hii. Ongea chochote kuhusiana na Madini.com alafu tumalize hivyo Kispanyola.
Okay, Madini.com es muy bueno, la media en África, pero para mí siempre para escuchar en la mañana también, mucho bueno la media en África. Wow, sí. Asante sana na nikutakia kila laheri brother, tutaongea zaidi, acha niongee na dokta, na nishukuru sana kupata maua yako kutoka kwa Waspanyola. Nimebaki na Dr. Emmanuel Matechi. Najua siku ilikuwa ni ndefu sana dokta, lakini inabidi wewe ni dokta wa huduma ya jamii. Hii ni moja ya huduma muhimu. Ni kweli. Yeah, okay. So, dokta, niambie, mara ya mwisho tulizungumza mengi na nimeona comment kwenye account yetu ya YouTube, watu wameelewa vitu, na najua pia walivyosikiliza kwenye radio kuna feedback ulipata. Na sasa hivi kitabu umeshakizindua, mambo mengi yanaendelea. Nini ambacho ulikuwa unakisikia zaidi mpaka sasa hivi? Nafikiri uliniuliza hili swali. Nishukuru kwa sababu mimi pia nilikuwa nina nia. Kwa hiyo niwe mbinafsi kidogo. Okay. Niseme kabisa kwamba nimehisi kwamba ile nia yangu ya kufanya hiki nilichotakiwa kufanya imetimia. Yaani watu wamepokea huu uandishi. Nimepata mashuhuda ulimwenguni, sio Tanzania tu, ulimwenguni, wakisema kwamba umetusaidia kitu, na tunahisi kwamba utatusaidia na kizazi kijacho. Wow. Ni jambo ambalo mimi binafsi nilikuwa ninaliona, lakini nilikuwa sijiamini kwamba kweli ninaweza nikawa nina kitu cha kuachia generation yetu. Kweli nimeona kama watu juzi, this week actually, yuko menti wangu mmoja alikuwa akireview vitabu ambavyo nimevipitia kwenye uandishi wangu, akisema huyu mtu alitumia muda mwingi sana kutupitisha kwenye hivi vitabu vyote ambavyo yeye mwenyewe alikuwa akiamini kwamba vinamsaidia katika maisha yake ya kila siku. Akawa na vichambua kwa haraka, lakini pia akawa akisisitiza kwamba kwa kweli kama mkipita huku mtaamini kwamba alikuwa na nia njema. Cha pili, nafikiri ni muhimu sana, nadhani tumezungumza sana kuhusu bei. Na nadhani nilikwambia siku zile Grayson kwamba ingekuwa ninahitaji mimi kusambaza hiki kitabu, pengine ningekiuza. Yes, pengine nisingekiuza kwa sababu nina baraka za Mwenyezi Mungu ambazo hazinilazimishi mimi kupata mahitaji kutoka kwenye hiki kitabu. Wow. Dokta, weka simu yako vizuri ili tuweze kukusikia. Okay. Ili kwa faida ya nani, isogeze tu kwa yani tukuone uso vizuri. Okay. Hapo vizuri, unanisikia zaidi? Kama lakini umeisogelea sana kamera. Okay. Ipandishe kidogo. Pandishe juu kidogo. Okay. Kama hivyo tunakuona. Asante. Na mnaona notice ya mke wangu hapo nyuma. Hata kuna wala nazungumzia successful marriage anyway. So okay. Wow. Yeah, ni vizuri tumefanya interview jioni na niko nyumbani. So nilikuwa nasema hivi kwamba ningeweza kabisa kutokuuza hiki kitabu kwa sababu sikuwa na mahitaji ya kiuchumi yanayohitaji mimi kuuza hiki kitabu, lakini kwa sababu tu ya utaratibu wa kawaida wa binadamu na kibiashara, niliona ni vizuri tukakileta sokoni katika bei ambayo iko reasonable. Kwa hiyo kingine ambacho watu wengi wamenipa feedback ni hiyo kwamba this book it's very reasonable, inapatikana katika bei
ambayo ni reasonable na kinaweza kikamfikia mtu yoyote ambaye atakihitaji kwa bei ambayo umeamua kukiweka sokoni. 15,000 uliniambia? Yes. Wow. Ya, kwa vitu vilivyomo madini fulani hivi, sio madini. Ungekuwa ni Marekani ungekuwa tajiri wewe. Ningekuwa tajiri, lakini sijataka kuwa tajiri kwa sababu hiyo. Nimetaka tu kushare hizi rehema na nafasi ambayo mimi nimepata ya kuwapa watu wengine taarifa ambazo nahisi kama ni muhimu binadamu mwingine yeyote kuwa nazo ili tusogee mbele. Sawa. Sasa moja ya kitu ambacho tukiingia sasa kwenye hiki kitabu ambacho nilitamani tuendeleze baada ya ile episode ya kwanza na nilikugusia ni issue ya imani. Tutaenda kwenye vitu vingi sana. Kuna mambo mengine ya nje natamani kuyajua kwa sababu ni doctor pia, lakini tuzungumzie issue ya imani. Ndio. Ambayo ni kitu kisichoonekana. Wanasema ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa macho. Na hiyo yasiyoonekana kwa macho ndio sehemu ambayo nilikuwa nakushikilia kwamba wewe ni dokta, umesoma Harvard, ni mwanasayansi, unawezaje kuamini mambo yasiyoonekana kwa macho? Ukanielezea. So, nataka kuijua hii imani. Ni kitu unakijenga kama nyumba kwamba unaweka tofali, ama ni kitu unakikuza kama mti kwamba unautengenezea mazingira ikue? Sawa, mimi nileweka hilo jambo kwenye ufahamu. Ni kitu ambacho inabidi ufahamu, utafute. Kwa nini nasema inabidi ukitafute? Ni kwa sababu tuna karne kadhaa za kuwepo kwa ulimwengu, sio moja wala mbili. Yani dunia imekuwepo kwa muda mwingi sana, na kuna watu wengi sana ambao wamepita kwenye hii dunia wakiwa wana nafasi zao ambazo wamezitumikia kwa namna moja au nyingine, kwa ukamilifu au kwa mapungufu, lakini wamezitumikia. Kwenye chapter ya 9 nadhani, mimi kwa sababu ni Mkristo nimezungumzia sana imani yangu kwa Yesu Kristo. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu kama watu wanafuatilia mambo, wanajua dunia inahusu fall forward, turning setback into sacred step of purpose. Ndio hii unaizungumzia? I think ni next faith. Faith first. Hii ni chapter ya 10, the foundation of inner strength. Okay, perfect. Iko kurasa wa 9. Okay, yes. Kwa hiyo nilikuwa nilijiwaza sana kwenye hilo jambo, na chimbuko la mimi kuandika Redeem ilikuwa ni where are we coming from? Kwa nini tuko hapa? Why are we doing the things that we are supposed to do? Are we doing them in the correct way or not in the correct way? Kwa hiyo nilipomsoma Jesus Christ kwenye maandiko mbalimbali, nikagundua kabisa kwamba there was a person who defined our age leo, ambaye alikuwa mimi nitamuita mwana filosofia, alikuwa ni mwelewa, alikuwa pia ni mwana saikolojia, ambaye alikuwa na uwezo wa kusema hivi mnavyofikiria au hivi mnavyotakiwa kwenda sio labda ambavyo mnahisi nyie kama binadamu mna uwezo huo. Na Redeem kwangu mimi imenifundisha kwamba binadamu ana uwezo mkubwa zaidi ambavyo labda yeye anahisi anaweza. Yani tunaweza tukawa tuko hapa tukihisi kwamba we are able to do ABCD, lakini kumbe our purpose and nature is better than that. Kwa hiyo sasa ndio nikarudi kwenye okay, so where are we coming from? Ndio ile chapter ya kwanza, where are we coming from? Sisi ni nature ambayo haitoki kwenye our bodily mind, ambayo sisi labda tunaifikiria kichwa na mwili na roho na mwili huu tunaujua. Sisi tuna urithi fulani ambao ni exceptional, haufanani na mnyama yoyote, haufanani na aina yoyote, kwa sababu there is no any other way you can explain kwetu sisi kama binadamu where we are coming from. Yani itafute Grayson. Lakini Dr. Matechi,
wewe ni mm, mwanasayansi na mm. nimependa kwamba nimesikia hapo nyuma mnukuu Yesu Kristo kwamba ni mmoja wa watu unawafuatilia. Nilitaka kujua darubini uliomtazamia Yesu ni ipi? Ni hii ya kwenye theology ama ni ya kwenye history ya kawaida? Nimepita kwenye njia zote. Ukimsikiliza, nadhani labda kwa sababu huwa tuna maandishi tofauti tofauti, ukimsikiliza alivyokuwa akizungumza na historia aliyoiweka duniani, kuna mambo mengi ambayo aliweza kuyafanya. Labda niseme hili, aliweza kuyafanya kwa sababu yeye alikuwa binadamu. Okay. Kuacha kuwa mtume, kuacha kuwa mwana wa Mungu, kuacha kuwa nini, lakini kuna a lot of things ambavyo alikuwa anatuonyesha kwamba as long as you are human beings you could do this. Na ukisoma, nafikiri nitakumbuka huo mstari kama nitakumbuka vizuri, akisema kabisa kwamba you can do this and more. Alisema yeye mwenyewe kwamba hivi ninavyofanya mimi havitoshi, yani you guys can do more than this. Sasa ukirudi kwenye historia ukaangalia, okay, where the human beings are coming, sisi tumetokana na nini, na kamera tena, sorry, nitakuona nani kwa sababu watu wangu wanaokufuatilia kwenye YouTube watatamani kukuona vizuri. Hiyo kamera usisahau ipandishe kidogo. okay, hivyo sasa Kwa hiyo kuna namna ambavyo alikuwa anatuonyesha kwamba sisi kama wana damu tumepewa zaidi ya vile ambavyo tunafikiri na kuviishi kila siku. Nadhani inawezekana ndo mfano mkubwa ambao tunaufahamu wa dunia leo, ambayo alikuwa akionyesha kwamba you can do this, why not, yani inawezekana, kwa nini hamfanyi hivi? Na alikuwa akisisitiza hivyo kwenye mambo mengi. Kwa hiyo inawezekana ni theology, lakini pia inawezekana pia ni psychology ya ubinadamu, kwa sababu binadamu kama binadamu anatakiwa ajielewe yeye kama yeye, nafasi yake katika maisha ya kila siku ya ulimwengu haya ni wapi. Lakini hakusita kuzungumzia historia, yani kila wakati alikuwa akisema hamlisahau hili la Daudi, nyie sio, yani we usually go back. Alikuwa akiweza kwenda nyuma na kusema hayo mambo ambayo yalikuwa hapo. Kwa hiyo mimi naona kama vile alidhihirisha kwamba binadamu kama binadamu ana nature moja, na hiyo ndiyo nature ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba sisi wote na ambaye ana uhalisia na sisi, kwamba sio sisi kwamba ni viumbe tu, lakini pia ni warithi. Kwa namna moja au nyingine ametupa ule uhalisia wa kusema guys go out there, guys go out there, do my things. Yani I have given you the potential, the ability, the opportunity. Go out there, do this because I have given you my nature. Hiyo nature huwezi ukaielezea. Labda nikuambie kitu kingine Grayson, ambalo labda ni muhimu kwa watu wengine pia kufikiria. How did this world become into being? Kuna theories nyingi doctor. Ziko nyingi, lakini how can you explain kirahisi theory ambayo inasema uwepo mlima, uwepo mto, uwepo sijui binadamu, awepo wanyama hawa kadhaa. Nipe theory nyingine yoyote ambayo haielezei kwamba we are all coming from the same nature. Okay. Nilikuwa natamani kukuambia, lakini Dr. Science inaongea kila kitu. Big Bang, baada ya Big Bang vitu vikadevelop kutoka hapo. Yeah, lakini ina mapungufu yake, kwa sababu ukisema
ukisema Big Bang Theory una miss a lot na the siite conspiracy, lakini the theory behind the Big Bang inaelezea mambo machache sana ambayo mimi at least kwa uelewa yangu yananieleza kuhusu natural process. Okay. Lakini mimi ninaona kwamba kuna supernatural process. No, supernatural kwa sababu huna uwezo wa kuziona kwa macho, labda ni force kubwa kuliko intelligence tuliopo. So Kwa mfano kwenye Big Bang Theory ni sehemu gani specific unaona kabisa kuna loophole? Okay. If we tungumzia kuhusu uwepo wa dunia beyond the years ambayo hatujui, uwepo wa binadamu, uwepo wa wanyama. How do you explain that? Uwepo wa, yani there is so many things. How do you explain, how did they, all of them came to be? Wanasema baada ya Big Bang zikaanza kujiform molecules, atoms, vitu vidogo vidogo, baadaye zikatokea kiumbe baadaye akajikata katikati, akatokea wa kike na wa kiume, wakaishi kwenye maji miaka kadhaa, wakadevelop, tukaja tukawa nyani, ndo unachokiona viumbe tumetawanyika. Nini uelewi hapo doctor? Don't you think that is funny? Yeah. Yani, lakini doctor, hakuna theory ambayo sio haina loophole. Inawezekana haipo, lakini at least kuna ambayo iko more convincing. Okay, which is there is a supernatural power ambayo labda kwa uelewa wetu sisi kama wanadamu wa leo tumeshindwa kuidefine na kuiexplain. Tumeiweka labda kwenye dini, tumeiweka kwenye utaratibu, tumeiweka kwenye nini, lakini mimi naiona kama upo uelewa wa ziada ambao umetuumba sisi na kutupa sisi nafasi hii. Kwa nini asingekuwa simba au nyani au kondoo? Si ndio? Kwa namna moja au nyingine ninaona kama, na one thing which prove kwangu mimi kama this is so true is because when you follow those principles, ukiamua kufuatilia, ukiamua kusikiliza, ukiamua kupata sauti ya ziada, unaona okay, I am communicating with something more natural than I can now. Ndio maana ya chapter ya kwanza ya Redeem, kwamba after all we are spirits. After all we are spirit. Hivi vitu vingine tunavyosema kwamba body imekuja na nini, lakini after all spirits, na hizi spirits hazijawa proven leo wala jana wala juzi, kwa sababu nitakurudisha kwenye chapter 3 ya Redeem. Nimemquote lakini sikusema hii specific quote ya Wine alisema hivi, Gwendai, si ndio? Leo wewe mimi au Grayson akifa leo, tukipima kilo zako, immediately, just that minute, as a person, you have the same kilograms. Okay. So what died? Sijui unanisoma hapo. What died? Kama within the same spirit, within the same minute, tukikupima wewe before and after, you are the same kilogram. What died? Sio kwamba maiti wanakuwa ni wazito. Mtu akifa anakuwa mzito. Kaulize madaktari. Wewe daktari, uamini? Hatuna kilo hata 0.
Kwa nini wewe, hebu fikiria from your basic mind, how would a person gain more weight kwa sababu amekufa? Kwa sababu labda nahisi ambacho naweza nikakielezea ni kwamba tunavyoishi, kwa sababu ya mindset, una uwezo wa kubalance mwili au uachii uzito. Kwa hiyo kuna uzito unaelea, ila ukifa mwili unakuwa ni kama mzigo tu umelala. Haya, na kuomba leo ukilala usiku pima kilogramu zako kama una hiyo, alafu tomorrow morning measure. I can assure you for sure is the factor of the food you ate. Okay, interesting. Yeah, hamna kitu kingine, yani the science doesn't say anything else. Inasema tu kwamba we eat, we become, au maji umekunywa au kitu kingine unakula, unalala asubuhi. Actually, which is very strange, unaweza ukajikuta kwamba kwa sababu mwili wetu huo una uwezo wa kuprocess kile chakula, kile kilichokuwepo saa 4 usiku sio kilichoko saa 2 asubuhi. Okay. Unapungua, sio kuongezeka. Okay. Doctor, ulikuwa unataka hoja yako ilikuwa ni nini? Ulikuwa unajaribu kusema nini? Hoja yangu ilikuwa ni hivi, kwamba kuna kitu kingine sisi kama binadamu ambacho tunacho, ambacho pengine ndio sisi. Huu mwili tumeubeba ili utusaidie kwenye kunavigate kwenye siku. Haya, nitakupa theory nyingine ambayo labda you will go and na wewe ukatafute. Okay. Do you know where you are today? Kama Grayson, last year, the cells, the bodies, the mind, everything has changed. Okay, nilijua the body, flesh, kwa sababu niliambiwa kwamba kuna atoms zinabadilika, lakini sikujua kwamba na vingine vinabadilika. Injini nayo unabadilisha? Yaani mpaka ngozi imebadilika. Actually, nadhani kwa ngozi is around 24 hours. Yaani vitu they change, the body changes so fast. So it's not you. Unajua imenipa, kuna mzee mmoja anaitwa Sadhguru, ni moja ya walimu wa kiroho wa India. Alielezea vizuri sana. Yeye alisema hiki unachokiona kama matunda au vyakula duniani ni miili ambayo tumewekewa. Kwa hiyo unapokula ndizi inageuka mwili. Ndio hicho tunachokiita metabolism. Kwa hiyo hii ni miili tunaazima na tunaamini kwamba sisi ndio hivyo vitu, kumbe sio. Yaani wewe sio ndizi, sio ugali, sio chakula, sio macho yako, sio masikio ambayo ulikuwa unafikiria unayo, kwa sababu yanabadilika in so fast way. Lakini the person we know kama Emmanuel au kama Grayson still remains. Who is that person? Na akifa hatumuoni tena. Mpaka tufike kwenye hiyo generation nyingine au kwenye hiyo environment nyingine ambayo labda tutakutana sisi kama roho na nini. Lakini the moment tunasemaga tunarithi, actual person is not there. Sasa dokta, imenipa kutafakari kwamba kama sisi sio hii miili, tuna uhakika gani tukitoka hapa tutaenda kutambuana? Kwa sababu kinachofanya mimi nakutambua wewe dokta ni mwili wako na kumbukumbu ambazo zipo humo. Sasa kama tukishaondoka kwenye mwili, memories na hiyo identity inapotea, inatuambia nini? Hiki kitabu kinasemwa ni cha Biblia, kinasemwa kimeandikwa na
Selemani. Yani kila nikikipitia kile kitabu huwa ninafikiria Selemani alikuwa mtoto wa mfalme, si ndio? Selemani aliishi kwenye maisha ambayo labda ni ya utajiri. Hata jukumu la kujenga hekalu, Mungu alimwambia babake, mwachie huyu dogo, yeye ndo atafanya hivyo. Lakini ameandika kitabu kinaitwa Mhubiri. Hicho kitabu kinasema haya yote ni ubatili. Yani alikuwa na sio kwamba alikuwa na issue ya, sio kwamba mfalme labda alikuwa na stress zake amepitia, ameshindwa kuridhika tu akaamua kusema ni ubatili kwa sababu amekula bata. Kuna mtu alipima afya ya akili ya mfalme wakati anaandika. Selemani ameongea ukiona mpaka hiyo chapter ya 12 ya Mhubiri, ameongelea mpaka haya mambo tunayozungumzia ya roho na mwili, na sisi tunaenda wapi na tunatulia wapi. Baada ya hapo he dig down, he had to understand. Yani ni kama alifanya due diligence, akaamua kabisa mbona kama hivi vitu havieleweki, unaona eh? Kwa hiyo ni kitabu kigumu, lakini ukikipitia kila wakati unaonaga the new, nafikiri kuna mahali wanaitaga hevo the new truth about us kama binadamu, if we don't want to understand who we are and why we are here. Kwa sababu alikuwa na masuria, alikuwa na wake, alikuwa na mali, alikuwa na kila kitu. Na unakumbuka hata disciple ya kwanza ilikuwa hiyo kwamba okay, if you are looking for all these things, mwisho wa siku ni nini? Statement yake ilikuwa ni ubatili. Yani alikuwa Dokta, unawezaje kusema mfalme kusema ni ubatili? Je, ilikuwa ni, unawezaje kusema ni busara au ni kukosa shukrani? Alipata uhalisia. Mimi nina, at least in my understanding, alipata uhalisia kwamba tupo hapa, tunatakiwa tufanye kitu A, B, C kwa mujibu wa namna ambavyo sisi tumeletwa duniani kama spirit, turizishe hivi na hivi. Kwa sababu kwa nini aliviita ubatili in my opinion? Kwa sababu havikumridhisha. Alitafuta masuria, akatafuta nini, akaona mbona hivi they don't make sense. Unaona Kwa hiyo nadhani mimi in my opinion kwamba alifika mahali akaona we are missing a point. Na hiyo ndio point yangu ya redeem, kwamba we might be missing a point. Wow. Live well, help others. Nimezungumzia sana kwenye redeem kuhusu service. We are here because we are coming to save others. Kama duniani kwako hapa hautaweza kutoa service kwa watu wengine, unaweza ukawa usiwe na manufaa kwenye hii dunia. Vitu vingine vingi ukawa unavifanya ukifikiria kwamba unatimiliza, lakini as long as you are not saving people, because we are here to save each other. Na kutoa huduma kwa watu wengine haihitaji uwe na kipato kikubwa. Haihitaji kuwa na kipato kikubwa, inahitaji tu kuwa na uelewa na wewe kukubali kwamba hii ndio nafasi yangu. Yani the way you have pushed me today, kwamba Doctor, tusifunge mwaka hatujaongea tena.
umefanya service yako, kwamba hapana, hii ninahitaji next episode, nina daktari, na mimi nikasema okay, kitakachokuwa na kiwe, lakini tufanye hii session nyingine na Grayson. We don't know how many people we are going to save. Definitely. Kitu ambacho najiuliza Dokta, kama issue ya purpose, Mungu yani ana teknolojia kubwa ya kututengeneza, ama hicho kilichotutengeneza, kwa nini hii purpose haipo automatic? Kwa nini nikikunukuu hapa kuna mtu mmoja amemnukuu hapa ukiwa anasema kwamba ndani yetu kuna direction ambayo iko automatic. Kwa nini mtu anapotea sasa? Nitarudi kwenye chapter 3 ambayo mimi ninahisi kwamba tunachelewa kujisikiliza. Yaani haya madini ambayo tunayasema na it's unfortunate kwa sababu sisi sio wasomaji. Haya huelewa hatufundishwi shuleni. Ni vitu ambavyo ni lazima uvitafute extra knowledge ili uweze ukajua kabisa kwamba okay, given what I know, given what I do, given how things are now, ingekuwa hivi, ingekuwa sawa zaidi kuliko ingekuwa vinginevyo. Sitamtaja huyu mtu, lakini nitakupa huu mfano. Okay. Ili tusikilizane. Sure. Yuko mtu mmoja amewahi kuhojiwa. Okay, ni kiongozi mkubwa wa serikali, actually ni rais. Aliwahi kuhojiwa na mtangazaji mwingine, akaulizwa, with all that you have accumulated, kwenye mambo yote ambayo umeweza kufanya wewe kama wewe, why are you working today? Ilikuwa ndo swali lake. Kwa nini unaendelea kufanya kazi? Akasema, now I'm working for my grandchildren. Nani alimwambia wale grandchildren wanahitaji msaada wake? Kumbe labda kuna watu ambao walikuwa karibu yake, kuna wananchi ambao walikuwa karibu yake, alitakiwa wajali, na maybe angewasave with a greater purpose kuliko kujifikiria binafsi. Ndio maana tumeenda kwa Selemani kwamba inawezekana saa nyingine tunafikiria our personal fulfillment, our personal enjoyment, our personal greatness, ndio tunasahau vitu vingine ambavyo vinatuzunguka sisi. Kumbe sisi tunatakiwa tuwe pamoja na yale ambayo tunajisatisfy sisi wenyewe na walio karibu yetu, na watu walio karibu yetu waone manufaa ya sisi kuja duniani. Ninamfikiriaga sana yule bwana kwamba inawezekana, and I hope I am not wrong, kwamba kuna siku hao wajukuu waliokuwa wanawafikiria watamwambia, we did not know this, you were wrong. Itakuwa disappointment kubwa sana. We did not need this. Sisi hatukuwa tumekutuma kwa sababu they didn't know to him. Mimi nawajua hawa sio nawajua hawa jukua, na wasema hawajazaliwa. Kwa hiyo inawezekana hawajazungumza naye chochote. Kwa hiyo kama hawajazungumza naye chochote, how does him, okay, nimesema na jinsi yake. Kwa nini sio calling? Kwa nini? Okay, labda hiyo ni calling, ndio maana alisema hivyo. Utajuaje ndio calling yake? Kwa sababu tumeenda kwenye eneo linaitwa ego. Nitakurudisha kwenye hiyo chapter ya 3. Chapter ya 3 ninazungumzia kuhusu sisi kupoteza mwelekeo wa calling based on ego. Okay. Kwa sababu tunajaribu kusema kwamba sisi kama sisi, kwa sababu tumepata nafasi au wakati au position, tunatakiwa kufanya kitu ABCD. Ego inazuiaga calling. Okay. Hivi unaposema Doctor, unaposema ego unamaanisha nini? Kwa sababu kisaikolojia kuna ego, id, sijui na nini, si component za binadamu.
Kwa nini huwa mnaishutumu hii moja? Labda nikupe mfano rahisi. Na namrudia na nitarudi tu kwa huyu ambaye mimi kwangu amekuwa mentor. Koindaya alikuwa anasema hivi, alipokuwa anazungumzia hiyo topic ya ego na self identity. Alisema hivi, kuna listi imetoka inasema the most spiritual people in the world, wamewalisti pale. Wa kwanza nafikiri alikuwa yule Mwindi anaitwa Dama, alafu akaja Oprah, lakini Marekani akawa anaongoza yeye, au yeye alikuwa wanne. Kwa hiyo alipokuwa anazungumzia hilo swala akawa anasema hivi, my ego tells me, kwa nini Dama amenishinda? Maybe inabidi mimi sijui na Oprah na nini tuende tuungane tumshushe kwenye greatness, kwa sababu ndivyo ambavyo dunia yetu tumeitengeneza. Tunatengeneza rank za greatness, kwamba huyu ni Real Madrid, huyu ni Barcelona, huyu ni huyu ni madini.com, huyu ni yani hivyo. Kwa hiyo akawa anasema, lakini my spiritual sense tells me, why do I have to worry about this? Why do I have to worry about which make sense zaidi, which ukifikiria ndio na make sense zaidi. Kwa hiyo why do I have to worry about being number 1 in the rank? Who made this rank? Why did they make this rank? Unajua kwa nini wameziweka hizi rank na wana maana gani? What does it mean if I'm not number 1? If I know who I am, what I do, and I'm serving my purpose. Kwa nini mimi ninataka kuwa hii rank inanisumbua mimi kichwani kwangu kiasi kwamba niwe exceptional, nitake kuenda hata kugombana na watu kusema kwamba I need this number 1 rank. Nakuelewa. Kwa hiyo ego inatutoa kwenye uhalisia wa binadamu kuwa service provider, kwenye uhalisia wa binadamu kuwa provider kwa watu wengine, inatutoa kwenye uhalisia wa binadamu ku save each other, inatupeleka kwenye mashindano. Wow, sasa kwa kumalizia Dr. ni kuache ulale. Tunakwenda kumaliza mwaka, na kitu ambacho nimekuja kuelewa ni issue ya calling. Ukiwa hujapata unachokitafuta ni ngumu sana kukaa kama dokta ambaye umeenda Harvard, umerudi, umekaa serikalini, umefanya kila kitu, umejitolea na kila kitu, ndio unakuja kuona mbona nimeshapata hivi vyote na bado sijapata ile amani ya moyo. Lakini kuna mtu hajapata hivyo vitu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo anaweza kujiuliza maswali katikati ya situation ambayo hajafikia kila anachohisi kitampa amani. Labda niseme hivi Grayson, tukubaliane kwamba hivi vitu vina process. Unanisikia? Nakusikia vizuri. Yeah. Tukubaliane kama hivi vitu vina process. Kwa hiyo if we have a process, ni lazima tukubali kwamba process gani ina follow process nyingine. Na kitu ambacho mimi nimetaka appreciate kwenye maisha yangu na ya watu wengine duniani ni kwamba hatufanani. Yani kama unajua jukumu lako, inawezekana kulifahamu, lakini unahisi kwamba hiki ndicho ambacho mimi ninatakiwa kufanya duniani kwa wakati huu. Ukiamua kukichase,
inawezekana ukawa una mafanikio zaidi ya watu wengine wengi ambao labda wanataka kulingana na watu wengine. Kwa nini ninasema hivyo? Kwa sababu ninaweza nikasema nafikiri unafuategea mpira kidogo. Yeah. Hamna mchezaji kama Messi au Ronaldo. Lakini their work ethics, their standard of mimi nafuatiliaga mpaka basketball. Yani kuna standard za mtu ambazo akiziweka yeye kama yeye, unajua yeye ndio alikuja fanya hilo jambo ili kutengeneza hizo standard duniani kwa kipindi hicho. Ni kuhakikishie tu kwamba pale atakapolala ni hapo hapo utakapolala, usingizi ni huo wa masaa hayo kadhaa atakayofanya. Chakula ndo hicho atakachokula, yani, lakini yeye alikuja kwa hiyo. Sasa tukiweza kukubaliana na eneo letu la maisha kwamba mimi nimekuja hapa kusaidia hiki kitokee na bila kushindana, ndio hiyo ya ego ulikuwa unaniambia, bila kushindana kwamba okay, my calling is this, I'm here, mimi ni mtangazaji, mimi hujitagi mtangazaji. Mimi ni producer wa radio, fanya hivi kwa ajili ya watu. Mimi ni mchungaji, mimi ni nani, yani kuna namna ambavyo mtu ukishajiweka kwenye lile eneo lako you feel more comfortable. Mimi sikuwa ninapata hiyo amani mimi kama mpaka nilipofanya huo uchunguzi wa ndani, nikagundua kwamba kazi hii na hii hata ningepewa labda ingenilift zaidi kwenye labda political career au kwenye professional career, lakini nisingeweza kufanya kwa sababu in my heart, in feeling, mimi siko hivyo. Yani siwezi nikasimama mbele ya watu, naomba nitumie mfano mbaya, nikaanza kuwadanganya. Okay. Yani lazima niwaambie kile kitu ambacho mimi ninakiamini kwamba hiki ndicho sahihi. Unakosa ujasiri wa kupiga hela dokta. Kuna saa ni hela, lakini kuna saa ni credit, kuna saa ni professionalism, kuna saa tu ni wewe unataka tu kuwaambia wenzako kwamba I am better than you, si ndio? Yeah. Ndio maana mimi nitawaambia watu hata ambao sio Wakristo wakamsome Mhubiri. Yeah. Tabina yakisome kitabu ni kitabu ambacho nasema wewe bwana, wewe mtu, wewe huyu Suleiman wewe mfalme amesha mtu ana wanawake wangapi? Michepuko wangapi? Mnaita masuria. Alafu anaandika kitabu mnasema lakini tena ukicheka. Yeah, yani pitia hicho kitabu utagundua kwamba tuko hapa kwa ajili ya very defined purpose, and if we get them we'll have a very happy life, fulfilled life, enjoyable life, na wale watu watuzunguka sisi watapata amani kwenye yale mambo ambayo tunafanya nao kila siku. Hawataona shida, hawataona changamoto ya kwamba dokta leo imekuwaje, huyu leo mbona anataka kwenda kwenye magnitude nyingine. Na haya mambo hayapo mbali na mioyo yetu. Mimi ninao marafiki ambao ni viongozi wa serikali ambao ninawafahamu kabisa, lakini kuanzia ninawafahamu walikuwa kwenye hiyo direction and they took what it takes
kufanya hicho ambacho wanafanya sasa hivi. Nikipewa hiyo nafasi mimi sitaweza, kwa sababu ninajua kabisa kwamba hii njia aliyopitia hapa ndugu yangu ni ngumu mno, lakini amepita yeye kwa sababu alikuwa ana hiyo nafasi na alikuwa amenuia kuifanya hiyo nafasi na akaamua kutumia nguvu zake na kazi. Sisemi kwamba they are happy, sisemi kwamba they have fulfilled their dreams. Inawezekana they are struggling in their own way, lakini mimi ninasema for calling, find it, you will, yani haiko mbali na wewe kabisa. Yani kama wewe ni mwalimu utajisikia kabisa kwamba mimi ni mwalimu, niko ndani yangu, ninajisikia ninatakiwa nifundishe watu watoke eneo moja kwenda eneo lingine. Kama wewe ni mwandishi utajisikia kabisa hivyo hivyo, Collins is not far away from you. Ndio maana ninarudi ninarudi kwenye ile natural original verse. Sisi sio watu ambao tunatafuta vitu from unknown, yani sio vitu vya kuhadithiwa na watu. You feel them, you understand them, you can take charge of them as long as you have decided to listen to yourself. Wow. Na utajisikia kabisa kwamba hii ndiyo direction. Na mimi nadhani if there is one message I'm trying to tell people kwenye Redeem ni hiyo kwamba don't look far from yourself. You are the natural person. Wewe ndio Grayson. Yani usitafute sijui mtu akuongoze hiki akupeleke huku. Jiulize, who is Grayson? What do I do to fulfill in this life? Mimi ninataka nini kitokee? Na usijione ndani ya mwili. Maanake usijione, ukijitaja wewe usijione wewe kama mwili, wewe kama spirit. Yes, ujione kama spirit, ujione kama mtu ambaye ana mission, ambaye amekuja hapa amekuja fulfill a certain purpose na ataridhisha zaidi dunia na maisha yake. Actually yeye mwenyewe kwanza kabla ya dunia na maisha yake, kama ataweza kulifikia hilo lengo ambalo ameletwa duniani kulifanya. Wow. So, nakuuliza swali la mwisho kabisa Doctor. Kwa hiyo, are you happy now? I am happy, lakini I'm going somewhere. Haya maisha ni mateso kama wanavyoamini Buddha No, I'm going somewhere. Mimi sijaamini kwamba I have touched the lives ambazo ninaweza kutaja kwenye maisha yangu. Ninaamini nimepewa uelewa huu na this level of understanding ili niwafikie watu wengi zaidi. Kwa hiyo nafikiri nilikwambia Redeem ilikuwa ni jana na tumeanzia hapo. Siamini kwamba nitasimamia hapo. We will go places, na katika vitu vyote ambavyo ninatamani kwenye maisha yangu, sio mafanikio yangu binafsi, ni kugusa maisha ya watu wengine, kwa sababu nimeshajidhibitishia kabisa kwamba I am here. Kwa hiyo if service is my duty, na unajua kuna ile amani unaipata rohoni kwamba umesha save wa kutosha. Na nadhani tuliongea kwenye kile kipindi cha kwanza kwamba hata wakati nilipokuwa natoka kwenye ile nomo udaktari kuingia kwenye public health na nini, it was disturbing me a little bit, lakini sasa hivi nimepata ule ufahamu wa kwamba no, hii ndio direction, lakini njia iko mbele. So I am waiting to live miaka mingine 40, 80, niguse maisha ya watu wengine wengi, niwafunulia ya mambo ambayo labda kwa namna nyingine yote labda hamna mtu ambaye yuko karibu nao angeweza kuambia this is how things are. Msiwe na wasiwasi, msiwe na hofu, take this direction, you will be fine. Wow, Doctor nikushukuru sana kwa muda wako, na MDC Connect tunakuja Madin.com, tuna hii inaitwa MDC Connect.
Ni watu kama nyinyi ndio tunakutanisha na vijana sasa ambao wanatufuatilia sehemu moja. Najua wakisikiliza convo kama hizo wanatamani sana kukuuliza, wanatamani kuchangia, tupanue mawazo, tutengeneze at least jamii ambayo inaweza ikajikomboa yenyewe, kwa sababu kama ulivyosema, ukombozi unaanzia na sisi wenyewe ndani yetu. Niko tayari Grayson. Ni kushukuru again nikisema kwa muda huu na kufanikiwa kusema no, let's do this before the end of the day. Na I have appreciated that. We can do more. I believe we can do more. Wanapataje? Naomba mawasiliano yako kwa haraka haraka wa hichi kitabu. Sawa. Redeem iko Elite Bookshops. Yeah, okay. Elite Bookshops ziko pale Palm Village. Kuna nyingine iko hapa Mbezi, njia panda ya Goba, Dodoma pia, alafu kuna chuo kikuu cha Dar es Salaam. Namba za simu? Yes. Tukiwasiliana pia kwa 0766334243 tunaweza pia tukafanya mawasiliano. Huwa nafanya delivery I think once in a week kwa wale ambao wanahitaji. Itabidi wasubiri tu, lakini we deliver to them. Wow. Dokta, nikutakie muda mwema na usiku mwema. Kwa kweli umetupa madini mengine na itakuwa yani wewe ni mmoja wa watu ambaye itabidi urudi sana hapa kwenye hii platform. Sawa. Na nafikiri mimi kama ulivyosema kwenye hizo platform nyingine ningependa kushiriki. I am very willing. Ningependa kushiriki ili tusaidie vijana wetu. Ninaamini kwa baraka za Mungu na yale ambayo nimeweza kuyafahamu, maybe there's 1 or 2 cents I can share with others. Definitely. Ni mengi sana unaweza ukashare na sisi kwa uzoefu wako Dokta, na acha tuendelee kufanya hivi kazi. Mimi nazidi kuenzi maneno yako kwamba huduma kwa jamii ni kodi tunayoilipia kukua hai. Ni kweli. Kwa hiyo acha tuendelee kutoa hii huduma kwa jamii. Sawa, shukran guys. Ni Dr. Emmanuel Matechi na tukutane kwenye East Africa Radio kwa roundup ya hii Jumamosi hii saa 9 alasiri hadi saa 10 jioni. Shukran kwa kuifuatilia. Bye bye. Hii ni Madini.com, taarifa na maarifa.